ni kweli kama mlivyosema, hamu ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba kwanza ni kulinda usalama wa wananchi, na katika upande huu wa upishi nafikiri tulikwisha kuona wote athari mbalimbali ambazo zimekuwa zikijitokeza kwa kutumia majiko ya sasa hivi, majiko ya asili. Actually usemi majiko ya kienyeji, majiko ya asili. Na hamu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni usalama. Na usalama ni wa aina mbili. Kwanza usalama kwa maana ya afya. Usalama kwa maana ya afya. Ni kweli majiko ambayo yamekuwa yakitumiwa sasa hivi yana athari kubwa katika swala zima la afya kutokana na masuala ya moshi ule na kadhalika, na imeelezewa vizuri sana na wataalamu wanaelewa. Lakini la pili, na hili nilisemea kwa kanda yetu, wale wapishi na hususan sana akina mama na hasa akina mama wazee, yalikuwa yanaathiri sana macho, na ile athari ikawa inachanganywa na imani za kishirikina. Kumbe maskini ya Mungu inatokana na zile athari ya moshi ambayo inaharibu macho na kadhalika, na kwa hiyo usalama wa watu nao ukawa unapata shida. Lakini azma nyingine ya majiko haya majiko salama ni suala la utunzaji wa mazingira. Hamu kubwa ni kuona kwamba miti haitumiki kwa ajili kama chanzo cha nishati ya kupikia kwa sababu ya uharibifu wa mazingira. Na katika mikoa yetu hii ya kanda ya Ziwa, na niseme mkoa wetu wa Simiyu, ukataji wa miti umekuwa mkubwa, na sababu yake ni kwa ajili ya mkaa, na wanaeleza kwamba unakata tani nyingi sana za miti kupata kiasi kidogo sana cha mkaa, na kwa hiyo miti imekuwa ikiteketea. Na kwa hiyo tunashukuru sana kwanza maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tangu aingilie swala hili la utunzaji wa mazingira na matumizi ya majiko salama. Nafikiri kumekuwa na mwamko mkubwa, na kama nyinyi mlivyoeleza, kwanza mwamko mkubwa kutoka katika taasisi mbalimbali kama wenzetu wa REA na watu wengine, lakini vile vile na wananchi vile vile katika kutengeneza majiko haya ambayo ni majiko salama, majiko banifu. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa ubunifu huu na tunaipongeza na kushukuru sana serikali, hasa kama mlivyosema kwamba jiko hili lina zaidi ya shilingi 41,000 lakini serikali imesubsidize zaidi ya shilingi 30,000 na kitu. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana, na sisi tutaendelea kutoa rai kwa wananchi kwanza kwenda kutumia majiko haya, lakini najua majiko haya ni machache. Lazima tukiri majiko 6,000 kwa mkoa mzima na ule mgao wa 1,000 na kadhalika, na kwa jinsi ambavyo mmeeleza ufanisi wake, nafikiri bado tutaendelea kuyahitaji. Na kwa hiyo tunakuomba sana wewe mtengenezaji, uendelee basi kututengenezea majiko ambayo ni ya viwango. Mkoa huu tukampata kwa supplier anaitwa Geita Millennium. Na ukiangalia katika taarifa yetu hiyo fupi, Geita Millennium alipata atasupply majiko takriban 6,236. Ukiangalia kwa namba sio mengi kwa sababu tunaita ni pilot, ni kwanzia. Katika mwaka huu wa fedha tumetenga pia majiko 300,000. Kwa hiyo kutakuwa na mradi mwingine utakaokuja kusupplement. Kwa hiyo tutakuwa na hiyo scope ya majiko 6,200 na bei yake yeye kama angelileta lile jiko angeweza kuliuza kwa shilingi 41,000 kama na 300, kwa sababu serikali itatoa ruzuku ya 85%. Kwa hiyo takriban shilingi 35,100 italipwa na serikali na mwananchi wa mwisho atalipa 6,195. Yes. 1248, Itilima 1247, Maswa 1247, Busega 1247, Meatu 1247, kwa jumla inakuwa 6,236. Na gharama yake ni milioni 257 ambayo serikali imetoa kama ruzuku. Okay. Kwa hiyo sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tukuonyeshe sasa jiko lenyewe uweze kuliona ubora wake. Kwa majiko yote yanafanana hivi. Kwa